Ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, miezi mitatu tu baada ya kupata uongozi mpya chini ya Tundu Lissu, viongozi, wanachama na mashabiki wamegawanyika. Kinachowagawana ni kutofautiana kwa dhamira halisi ya vuguvugu la No Reform No Election. Fungu jingine la lawama limetupwa kwa uongozi mpya kushindwa kuunganisha chama, migogoro, migawanyiko na maslahi binafsi vimetawala. Haya yanajiri wakati huu ambapo Lissu Alhamisi Aprili 3, 2025 atakabiliwa na mtihani wake wa kwanza wa uongozi jijini Dar es Salaam, akitarajia kuendeleza ajenda ya chama chake cha hakuna mageuzi hakuna uchaguzi. Kwa wanachama waliokuwa wakijipanga kugombea nafasi za ubunge kwenye uchaguzi mkuu ujao, watiania hao watachukuliwa kuwa moja ya makundi maalum ambayo yanahitaji kufahamisha kukamilika kuhusu vuguvugu ya No Reform No Election. Lengo ni kuwafunganisha na kampeni yetu hii, alisema taarifa msemaji wake wa Chadema Taifa. Wakati hayo yakitarajia, Alhamisi baadhi ya wanachama wa Chadema kwa kasi na nguvu isiyokuwa imetabiriwa popote wamepinga hadharani kuhusu kampeni ya No Reform No Election, wakioji ufanisi wa msimamo huo na madhara yake katika mustakabali wa chama cha Chadema kwa chama cha siasa, wengi wakionyesha hofu dhidi ya uhai na uimara wa Chadema kwa miaka mitano ijayo na kumtaka Lissu ajiuzuru kwa kumtaja kama asiyejitakia mema Chadema. Wapo pia mamia kwa maelfu ya makada, wanachama na Watanzania wenye kuunga mkono azimio la No Reform No Election, wakiungana na michakato kadhaa ya uundwaji na tume mbalimbali kuanzia ile ya Jaji Nyalali, ambazo zote katika awamu ya tatu za uongozi wa nchi walihitimisha hoja zao kwa kuonyesha kuwa mahitaji ya mabadiliko ya kikatiba, mifumo ya uchaguzi inahitajika katika kukuza demokrasia ya vyama vingi. Tamanio kubwa lilikuwa ni kutengenezwa kwa mizania sawa isiyokuwa na upendeleo kwa Chama cha Mapinduzi wakati wa uchaguzi. Kundi linalojitambulisha kama G55 ndio linaloonekana kuwa hatari zaidi kwa upinzani dhidi ya maazimio na maamuzi mbalimbali ya uongozi wa Chadema, kulingana na kuvunja kwa mawasiliano ya kundi hilo ambalo limekuwa likijadili masuala yao mbalimbali kwenye kundi sogozi la WhatsApp. G55 inaungwa na waliokuwa viongozi waandamizi wa kanda ya majimbo, wabunge wa staafu na viongozi waliokuwa kwenye uongozi wa juu wa Chadema wakati wa uongozi mtangulizi wa Lissu, Freeman Mbowe. Kama ambavyo amewahi kunukuliwa aliyekuwa mwenyekiti wa kanda Nyasa Chadema na mjumbe wa kamati kuu wa chama hicho, Mchungaji Peter Msigwa, akieleza kuwa No Reform No Election ni mkakati butu na kudai kuwa hauelezi utaratibu wowote wa kisheria au kisiasa katika kuzuia uchaguzi na sio kushiriki kwa umma. Unaojiita G55 unaungana na Msigwa wakiamini kuwa hakuna namna yote ambayo Chadema inaweza kunufaika na mkakati wake huo, na badala yake ni muhimu kuwa nia ubunge na kuingia bungeni kwa wingi kwa nia kupigania mabadiliko ya kisheria wazitakazo. Wakati hayo yanafanyika, taarifa kutoka kwenye vyanzo vyetu vya uhakika zinaeleza kuwa katibu wa sekretariat wa Chadema Julius Mwita amefutwa kazi jana Jumatano kwa kile ambacho ambacho mitandao ya kijamii inaeleza kuwa naye ni miongoni mwa waasi wa G55, akienda mbali zaidi na kuonekana kwenye chatting zilizovujishwa mitandaoni akiita No Reform No Election kama mpango wa kijinga na watu wachache ndani ya Chadema. Katika wingi wa ujumbe wao mfupi uliopigwa picha, screenshot na kusambazwa kwenye mtandao wa X, na kile kinachotajwa kama huenda ndio ikawa sababu ya kuenguliwa kwake, Mwita ameonekana akieleza kuwa ukiwaacha wakakutukana na watu wachache kikao cha leo, hisia itakayojengwa ni kuwa watu wataendelea na kuunga mkono No Reform No Election. Hii itajenga tafsiri kuwa ujinga wao umekubalika kwa kila mwana Chadema na ndio maana hakuna wanaotaka ubunge. Kwa hicho ndicho ambacho kimeonekana pia kuendelea kuandikwa sana kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Mimi naitwa Ezekiel Mtewele kutoka hapa Baharia TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.